Etogelo official Rosely on the microphone, moja kwa moja nikiwa nimesheheni habari mbalimbali na tamani nikuhabarisha mtazamaji wetu. Karibu sana. Kama bado hujasubscribe, endelea kusubscribe, endelea kushare, endelea kulike, endelea kucomment. Mimi leo nitakupitisha katika taarifa ambako unaambiwa siri imefichuka. Hizi ndizo hasara ambazo zilitokea nchini mara tu baada ya Mange kuchochea maandamano tarehe 29 mwezi Oktoba. So nitakupitisha kwazo, endelea kusalia na mimi mpaka tamati. Ilikuwa ni tarehe 29 mwezi Oktoba 2025 ambako itaendelea kukumbukwa kama siku yenye majonzi na machungu kwa taifa la Tanzania, kufuatia kuzuka kwa vurugu kubwa ambazo zilikumba taifa katika maeneo mbalimbali ya nchi. Kwa mujibu wa ripoti ambazo zilitolewa na vyombo vya habari pamoja na mashuhuda waliokuwepo katika maeneo husika, vurugu hizo ziliweza kusababisha uharibifu mkubwa wa mali, miundombinu ya umma na binafsi, hali ambayo ilileta taharuki kwa wananchi na athari kubwa kwa uchumi wa nchi yetu. Jiji la Dar es Salaam ambalo ni kitovu cha shughuli za kiuchumi nchini liliweza kukumbwa na machafuko hayo kwa kiwango kikubwa sana, ambapo vituo vya mabasi ya mwendo kasi BRT, baadhi ya vituo vya polisi na magari kadhaa ya biashara na ya binafsi vilivamiwa na kuharibiwa na hata kuchoma moto pia na waandamanaji. Tukio hilo limeacha athari kubwa sana katika mfumo wa usafirishaji, usafiri salama, usalama wa raia na mali zao, huku wananchi wakijikuta katika hali ya taharuki kwa muda mrefu. Lakini miji mingine ambayo iliweza kuthibitishwa kuathirika ni pamoja na jiji la Mwanza, jiji la Arusha, lakini pia huko mkoa wa Songwe ambako ripoti zilionyesha kuwa vurugu zilienea kwa kasi na kusababisha hasara kubwa vile vile. Maduka, ofisi, majengo ya biashara na hata nyumba za kawaida za raia zilivamiwa, kuporwa, kuharibiwa kwa mawe na kuchomwa moto pia. Na katika baadhi ya maeneo waandamanaji walizua na kuzuia barabara ambazo ni kuu, hatua ambayo ilisababisha kusimama kwa shughuli za usafiri wa bidhaa na watu kwa saa kadhaa au hata siku nzima. Lakini pia mbali na uharibifu wa mali, usalama wa watu pia ulikuwa ni rehani wakati wa vurugu hizo, huku kukiwa na taarifa za majeruhi na madhara ya kisaikolojia kwa waathirika wa moja kwa moja na familia zao. Mashuhuda wanasema kwamba baadhi ya watu walijikuta wakiwa katikati ya mapambano baina ya waandamanaji na vikosi vya ulinzi, hali ambayo ilihatarisha maisha yao. Lakini pia taarifa zaidi, mtazamaji, zinaeleza kuwa hasara za mabilioni ya fedha imeweza kupatikana kutokana na uharibifu wa miundombinu ya barabara, magari ya umma na binafsi, pamoja na majengo ya taasisi za serikali na sekta binafsi. Biashara nyingi ziliripotiwa kufungwa kwa muda kwa hofu ya kuvamiwa, jambo ambalo liliathiri mapato ya kila siku kwa wafanyabiashara wadogo hata wale ambao ni wakubwa. Mamlaka za serikali kupitia vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na taasisi za tathmini ya majanga zinaendelea kufanya kazi ya kutathmini kiwango hali cha uharibifu ambao ulitokea. Lakini pia kwa sasa juhudi zimeelekezwa katika kurejesha utulivu, kurekebisha miundombinu ambayo iliharibiwa na kuhakikisha kwamba wale wote ambao walihusika na uchochezi na uharibifu wanachukuliwa hatua stahiki za kisheria. Hali hii pia imetoa funzo kwa jamii juu ya umuhimu wa kudumisha amani na kutafuta njia za kistaarabu katika kudai haki au kueleza malalamiko ya kisiasa au kijamii. Vurugu licha ya madhara ya haraka ambayo yanaonekana, wacha majeraha ya muda mrefu kiuchumi, kijamii na hata kisaikolojia kwa taifa zima. Kwa sasa macho yote yanaelekezwa kwa serikali kuona namna ambavyo itasaidia waathirika kurejea katika hali ya kawaida na kuimarisha hatua za kuzuia machafuko ya aina hiyo siku zijazo. Ni kutokana na hasara hizi ambazo zilitokea tarehe 29 mwezi Oktoba wa Tanzania. Please, basi tunaomba sote kwa pamoja tulinde taifa letu, tulinde amani yetu, yasitokee tena kama hayo ambayo yaliwahi kutokea. Hayaleti picha nzuri kiukweli kwa taifa na zidi ya mataifa mengine makubwa ambayo yalikuwa yakiga mfano mzuri kutoka kwetu. Endelea kubaki nasi kama Biomedia kwa kubonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe. Hii yote ni kwa ajili ya kupata more updates. Call me Official Rosely. Till next time. Bye bye.